أخبرنا ما اقرأ. وقال حفظه الله تعالى: باب النهي عن التمائم وأن ذلك من الشرك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. باب النهي عن التمائم وأن ذلك من الشرك. huu ni mlango wa kukatazwa tamima. At-tamaim, huu ni mlango kukatazwa tamaim au tamima, na kwamba hizo tamaim ni katika shirk. Kwa mlango huu umekuja kuelezea jambo hilo, kukataza masala ya at-tamima, kwa sababu at-tamaim ni jamu ya tamima. Tamima ni nini? التمائم من جمع تميمة، وهي ما يعلق على المريض au ala al-atfali, nao ni kile ambacho hufungwa au hutundikwa mgonjwa au akafungwa mtoto mdogo, min alwadai, miongoni mwa zile kome, walkharaz, hirizi zile, walidham, mifupa, watalasim, na matalasimu, mtu akafungwa talasimu. Talasim inakuwa ni michoro fulani hivi, iko kwenye vitabu ambavyo wale mushawidhun wanavitumia, naeleza kwamba talasimu hili ukilichora kwa zaafarani na kitu gani, kiandika hivi, labda mchoro huu umekaa hivi, hapa kuna sura ya fulani au Jibrili au kul huwallahu imeandikwa kinyume, au huku imeandikwa hivi, kumeandikwa hivi, pamechorwa upanga, kuchorwa simba au kadha. Alafu kimvisha mtu hii sasa itamnufaisha, itamkinga na hayo maradhi, au itamnufaisha dhidi ya hayo maradhi, au itamnyamazisha adui yake, kwamba wewe unakwenda kwenye kikao, ngoja nikuandikie talasimu, ukifika pale funga midomo kabisa, mtu akusema na mimi nikasahau, na mfano wa hayo talasim. Kwa hiyo zote hizi ni katika at-tamaim. Na wadaa ni zile kome, kama shay kuletwa hapa siku moja, Abu Harun alizileta hapa, tukana chaza, sio ile vidude wanavifunga, na wengine mfano wa hivyo wanafunga zile pesa za tundu zile, wanatumia pesa zile za tundu za zamani, wanawavisha watoto, na zinatungwa kama katika shanga hivi, anavishwa mtoto kwenye kiuno chake. Ni mfano wa wadaa, ndio kusoma katika ahadithi hapa. Kadhalika wengine hufunga vijiti wakatundika, wengine wakafunga majani ya mvuje, wengine wakafunga kucha za nini, za ndege au midomo ya ndege, wengine wakafunga mavi ya nini huko, wafungiwa ambayo hii itakusaidia. Zote hizi zinaitwa tamaim. Sasa hizo zimekatazwa kwa sababu haya ndio ilikuwa mambo wakiyafanya watu wa jahiliya kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo pia wanafanya baadhi ya watu mpaka hii leo, kwa dhana ya kwamba vitaondosha ain. Labda pengine kuna watu wana kijicho, kwa hiyo wakifanya hivyo watajikinga na kijicho, au wataweza kujikinga na majini, kwamba sasa hivi kuna upepo mbaya, watoto wanapatwa na mapepo na majini, kwa hiyo wanafungwa mivuje, wafungwa kitu kadha, vitawahami. Au watoto wadogo kama atapigwa zongo au kadha, kwa hiyo hii ni kinga yake. Fahamu? Sasa dalili za kisheria na hoja za kisheria zimekuja kuharamisha tamaim, na kwamba haijuzu kuwafunga watoto wala kuwafunga wagonjwa, na watu takiwa hilo waliache.
si katika mambo mazuri, si katika mambo ya kuhimidiwa hayo. Tukahitaji hii hadithi hapa. Na wengine wanaofunga wanyama, tuona ng'ombe kafungwa irizi, mbuzi kafungwa irizi, wengine wafunga mpaka kuku, asije akapigwa zongo. Man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Sasa hadithi tulionayo hapa, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kwa sanad imetajwa, hadathana Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi. Sio watu tuwache sanadi kwanza. أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. أبا بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه كان عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. alimpa habari kwamba alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya safari zake. Qala Abdullah, akasema Abdullah ibn Abi Bakr, hasibtu annahu qala, nadhani kwamba yeye alisema huyu Abbad bin Tamim, wannasu fi mabitihim, na hali ya kuwa watu wako katika sehemu zao za kulala, wamekwenda kwenye sehemu zao katika mahema yao, wamekwenda kulala. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasula, akapeleka Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam mjumbe, akawapelekea mjumbe aiwaambie, ala fahamuni. Hiyo ala maana yake i'lamu au ala, kwa maana zindukeni, intabihu, zindukeni, kwa sababu ni adatu istiftah na tambih, lakini kuzindusha. Ala au imekuja alla kwa tashdid, kama iko ni alla yabqa itakuwa ya nahi, pana an mukhaffafatun min athqila, pana an ambayo ni mukhaffafatun min athqila, kwa hiyo imefanywa idghamu katika la an-nahiya. Asili yake ilikuwa annahu, kwamba mambo yalivyo, la yabqa yanna fi raqabati ba'irin qiladatun, basi kisibakie katika shingo ya ngamia kibwe chochote, kidani chochote. Vibwe ni vile vinavyofungwa wanyama, walqalaida, tulisoma katika suratul Maida. Qalaida, vibwe ni vile vinavyofungwa kama vidani, wanafungwa wanyama kutiwa alama. Sasa isibakie katika shingo ya ngamia kidani chochote, kwa sababu ngamia havai kidani, kile kinaitwa kibwe. Min watarin au qiladatun, ambacho tutokana na watar. Watarin ni uzi au kidani chochote au kibwe chochote, illa quti'at, isipokuwa kikatwe. Kwa maana vile vidude mlivyowafunga wanyama wenu kwenye shingo zao, vikateni vitu hivyo, kwa lengo la mlivyofunga, kwa lengo la kuwakinga na jicho au kuwakinga na sihiri na mengineyo, kwa sababu wao walikuwa watar ni ile autar, zile autar za alqisi. Alqisi ni ile qaus, watar ile kamba inayopatikana katika upinde ile. Na mara nyingine zile hutengenezwa na matumbo au mishipa fulani, unafungwa ule katika, au ni ngozi mathalani, unachongwa vizuri kabisa kwenye upinde ule. Wenyewe wanatumia, si upinde unafahamika, sio ile qaus. Sasa ule uzi wake ule unaitwa watar, ule uzi ule unaitwa watar. Sasa wao mara nyingi uchukua ule uzi wa upinde ule, ndio wanawafunga wanyama wao katika shingo zao, katika shingo za wanyama, ittiqaa min al-ain, kwa ajili ya kuwakinga na jicho na mfano wa vitu kama hivyo. Wanadai kwamba vinaondosha kijicho. Ndio maana akasema alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qilada, uzi wowote au kidani chochote kitokanacho na uzi wa kidani chochote kitokanacho na uzi wa upinde,
au kidani kingine chochote isipokuwa kikatwe. Sasa watu walikuwa wakichukua hivi pia wanawavisha watoto kuwakinga na ain. Hawa walikuwa wakiwavisha wanyama wao kwa lengo la kuwakinga na ain. Ni jambo lisilofaa, sheria imekataza. Umeeleweka katika hadithi. Kwa hiyo haya ni katika yaliyokatazwa. Jambo la kwanza ni ghulu, itra'u al-anbiya au itra'u an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili ni masala ya at-tamaim, na inshallah darasa ya hadithi itakayofuata au mlango unaofuata ni masala ya tatayyur. Tutasoma baadhi ya hadithi katika hili. Falyu'adhdhin al-mu'adhdhin.